Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema kwamba Venezuela iliiba mafuta ya Amerika. Lakini jambo hili lilikuwaje? Ilikuwa vipi Marekani kuibiwa mafuta yaliyopo katika taifa la Venezuela? Venezuela ilijulikana kuwa na malighafi ambapo wavumbuzi wa Kihispania katika karne ya 15 waligundua watu asilia wakitumia mafuta kwa moto na lami kuweka viraka vya mitumbwi yao. Lakini utajiri wa mafuta wa Venezuela ulikuwa katika mzozo hadi makampuni ya kigeni ya petroli yalipokuwa katika hali mbaya kuhusika katika eneo hilo wakati wa vita vya kwanza vya dunia, wakati mafuta yalipohitajika sana na mataifa magharibi yalipoanza kuogopa uhaba wa usambazaji. Wakaguzi kutoka Venezuela Oil Concession VOC, shirika la ndani la Royal Dutch Shell, walitumia muda mwingi hasa katika miaka 1910 kuchunguza eneo hilo kwa mafanikio ya wastani. Lakini mnamo Julai 31 mwaka 1922 walifanya uchunguzi wa matokeo muhimu. VOC iliamua kuchimba zaidi mafuta ndani ya taifa hilo, ambapo kisima cha kwanza cha Los Barrosos 2, kisima kirefu zaidi katika bonde la Maracaibo, ambako walikuwa wamechimba miaka 4 iliyopita, lakini walikuwa wamekiacha kulingana na chama cha Marekani cha wanajiolojia. VOC iliendelea kuchimba Barros 2 kwa miezi kadhaa. Kufikia wiki ya pili ya Desemba, mchimbaji alifika kina cha futi 1450 na kugonga mchanga wa mafuta. Mafuta na gesi zilianza kutiririka, na mnamo Desemba 14 ardhi ilitetemeka. Bomba lilikuja likimwagika kutoka ardhini na mafuta yalipatikana. Ilikuwa ni shangwe nchini Venezuela, na Wavenezuela walianza kuona kwamba taifa lao sasa linaingia katika mataifa tajiri duniani kwa kuwa na mafuta katika miaka hiyo. Na hii imekuja kusababisha makampuni mbalimbali kutoka Ulaya pamoja na Marekani kuingia kwa wingi nchini Venezuela. Lakini kutokana na namna ambavyo utawala nchini humo ulivyobadilika, hali ilikuja kuwa tofauti. Shirika la mafuta la PDVSA la nchini Venezuela likawa linaendesha mafuta hayo. Lakini kadri siku zilivyozidi kusonga, tawala mbalimbali zilibadilisha mifumo ya kiutawala, lakini pia kulikuja kutokea hali ngumu ya kiuchumi hasa katika miaka 1980. Wakati huo bei ya mafuta iliposhuka, nchi hiyo iliingia kwenye deni kubwa iliponunua nusu ya kampuni za Kimarekani kusafisha mafuta ya Citgo mnamo mwaka 1986 na iliyobaki mnamo mwaka 1990. Rais wa wakati huo Perez alianzisha hatua za kubana matumizi ambazo hazikupendwa na hatimaye ilisababisha kuongezeka wakati utawala wa Hugo Chavez. Chavez alichukua madaraka mwaka 1999 na kuibadilisha Venezuela kuwa taifa la kisoshalisti. Hapa ndipo ambapo serikali ilitengeneza mfumo ambao ulitaifisha makampuni yote yaliyopo katika taifa hilo, ikiwa ni pamoja na yale ya Marekani na yale ya Ulaya. Mnamo mwaka 2007 alikamata na kutaifisha mali za kampuni za mafuta za kigeni, ikiwa ni pamoja na Exxon Mobil na ConocoPhillips, akiwafukuza nje ya nchi. Serikali ya Chavez ilichukua udhibiti wa moja kwa moja wa kampuni ya serikali ya mafuta PDVSA na ilitumia vema faida ya PDVSA, kampuni ya mafuta ya nchi hiyo, lakini pia ikiongozwa na jeshi la nchi hiyo pamoja na wafanyakazi wengine wenye ujuzi kuelekea katika taifa hilo. Miundombinu ya mafuta ya Venezuela ikaanza kuharibika na kubomoka. Vikwazo vya kimataifa vya serikali ya Venezuela pia vikachangia kuzorota kwa sekta ya mafuta nchini humo, kulingana na EIA. Sasa rais wa Marekani Donald Trump, baada ya kutafakari kuangalia historia namna makampuni ya Marekani yalivyofukuzwa kutokana na kwamba yalikuwa na mikataba ya muda mrefu, licha ya baadhi ya taarifa kusema kwamba baadhi ya makampuni yalisaini mikataba ya miaka 100, wengine miaka 25, mengine miaka 20. Lakini sasa serikali ya Marekani ikaamua sasa kuhakikisha inahitaji kuona makampuni yale yaliyodhulumiwa kupata haki zake, hasa wakati huu wa utawala wa Rais Donald Trump. Serikali ya Marekani iliweka vikwazo mara kadhaa, lakini vikwazo vikubwa ni vile vya mwaka 2005 na utawala wa kwanza wa Trump katika mwaka 2019 ambao ulizuia mauzo yote ghafi kwenda nchini Marekani kupitia PDVSA. Rais Joe Biden mwaka 2022 aliona njia nyingine ya kutengeneza ushirikiano na Venezuela, ambapo alipatia kibali kampuni ya Chevron
kufanya kazi nchini Venezuela kama sehemu ya juhudi za kupunguza bei ya gesi, lakini pia kutengeneza uhusiano na Venezuela, uhusiano ambao uliharibika kwa miaka mingi. Hata hivyo, leseni hii ilikuja kubatilishwa na Donald Trump mwezi Machi mwaka 2025 baada ya kuingia madarakani. Baadaye akaitoa tena kwa sharti kwamba hakuna mapato yoyote yataenda kwa serikali ya Maduro. Serikali ya Marekani ikaendelea kuhakikisha kwamba Venezuela lazima ihakikishe inatoa mafuta hayo, kwani Donald Trump alitambua vema kwamba kuna mikataba ya miaka mingi iliyosalia ya makampuni kutoka nchini Marekani, na ndio maana mnamo siku ya Jumamosi, baada ya kuanzisha operation ambayo haikutarajiwa na iliyolaniwa ulimwenguni kote, alisema wazi kwamba mipango ya serikali ya Marekani ni kuhitaji mafuta ambayo wa Venezuela walidhulumu Marekani, na ni wakati wa utawala wa kisoshalisti ambao uliendelezwa na Nicolas Maduro hadi anaondoka madarakani. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio sababu ama ndivyo ilivyokuwa, na ndiyo maana rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba Marekani imeibiwa mafuta na Venezuela na hivyo inaenda kuchukua mafuta yake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.